Naomba nikupe orodha 10 ya magonjwa hatari duniani kwa siku ya leo. Naomba yasikilize vizuri uweze kujua kati ya simba na haya magonjwa unatakiwa uogope nini. Lakini kabla sijakupa hiyo orodha ya hayo magonjwa, tuanzie kwenye issue ya kujua takwimu ama rate mbalimbali, hususan kuanzia kwenye moyo. Moyo una mapigo ya mara 70 mpaka 75 kwa dakika. Moyo wako kwa dakika unadunda mara 70 mpaka 75. Kwa siku utakuwa umedunda mara 110,000 mpaka 120,000. Ukiwa na miaka 60, moyo wako utakuwa na mapigo ya bilioni 2.3 mpaka bilioni 2.7 ukiweza kuishi maisha ya miaka 60 mpaka miaka 70. Hiyo ni moyo. Kwenye issue ya haja ndogo, haja ndogo kwa siku unatakiwa upate kuanzia mililita 800 mpaka mililita 2000 ambayo ni lita 2. Tuna organ ambayo inaitwa figo, organ ambayo inahusika kwa kuchuja mkojo. Sasa hii organ ya figo kwa siku inatakiwa izalishe mkojo wa mililita 800 mpaka lita 2. Yaani kwa siku nzima lai tungekuwa unakusanya mkojo wako, basi inabidi uwe na ujazo huo. Hiyo ni issue ya mkojo. Kwenye issue ya sukari, unatakiwa na sukari kuanzia 4.5 mpaka 5. Kiwango cha sukari unachotakiwa kuwa nacho ni 4.5 mpaka 5. Ikishuka chini ya 4.5 ni tatizo, na ikienda juu ya 5 pia ni tatizo. Kuna issue nyingine ya kupumua. Kwa dakika kila mtu anapumua mara 16. Kwa miaka 60 utakuwa umepumua mara milioni 500.5. Ukienda zaidi ya hapo ni tatizo, na ukishuka chini ya mara 16 kwa dakika pia ni tatizo. Kwa hiyo afya yetu ina depend na kubalance hivyo vitu ambavyo nimevitaja hapo. Twende moja kwa moja kujua orodha ya magonjwa hatari. Gonjwa la kwanza ni magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo haya, takwimu zinaonyesha kwamba duniani watu milioni 18 wanakufa kila mwaka kwa sababu ya magonjwa ya moyo. Tukizungumzia magonjwa ya moyo, wengine wanakuita ni heart attack, kushambuliwa kwa moyo, ambayo moyo unashindwa kujizungushia damu au moyo unasimama, huenda mafuta yameziba. Hiyo ni gonjwa la kwanza hatari. Watu milioni 18 wanakufa kwa sababu ya ugonjwa huu. Gonjwa la pili ni BP, blood pressure. Hii blood pressure, zaidi ya watu milioni 9.4 kila mwaka wanakufa kwa sababu ya blood pressure. Na kwenye blood pressure hapa wanasema kuna makundi mawili. Kuna kundi ambao hawajui kwamba wana pressure, lakini kuna kundi ambalo wanalijua kwamba kuna pressure. Kwenye kundi wanalolijua na wenyewe kama wamegawanyika. Kuna kundi ambalo hawatumii dawa, lakini kuna kundi ambalo wanatumia dawa kwa kusuasua. Vile vile kuna kundi la tatu ambalo wenyewe wanatumia dozi vizuri. Sasa tukija kwenye pressure hapa, takwimu zinaonyesha kwamba kwenye kila watu 4 mtu mmoja ana shida ya pressure. Kila watu 4 mtu mmoja ana shida ya pressure, tukimaanisha kwamba ni ugonjwa ambao wataalamu wanaita ni silent killer. Ni ugonjwa ambao unaweza ukawa nao na usijue kwamba uko nao, au unaweza ukaondoa uhai wa mtu na asijue kwamba alikuwa na huo ugonjwa. Ugonjwa wa tatu, kumbuka haya ni magonjwa ambayo sio ambukiziki, ni magonjwa ambayo yanasababishwa na mfumo wa maisha ama mfumo wa ulaji. Ugonjwa wa tatu ni kiharusi, stroke. Hii kiharusi yenyewe kwa mwaka inaua watu milioni 6.5. Kiharusi, kuparalyze, ni ugonjwa pia ambao ni hatari sana. Gonjwa la 4 ni saratani. Saratani kila mwaka wanakufa watu milioni 9.6. Mfano, ukijaribu kutembelea hospitali mbalimbali utakuta wagonjwa wengi sana ni wa saratani. Na saratani vyanzo ni vingi, kutumia vitu vyenye kemikali sana, na kila mtu ana seli za saratani. So kuna wakati zinajigeuza zinakuwa ni hatari, zinaanza kuharibu mwili. Umeelewa?
ugonjwa wa saratani, ugonjwa hatari sana. Ziko saratani za aina tofauti tofauti. Sasa sayansi inasema kila mtu ana seli za saratani. Ugonjwa mwingine ni figo. Takwimu zinaonyesha kwamba watu milioni 850 wameathirika na ugonjwa wa figo. Kumbuka figo ndio organ pekee ambayo inahusika na kuchuja sumu zitoke nje. Sasa kwa kuwa tunaishi katika dunia yenye kemikali sana leo hii, basi hii figo imeanza kuathirika pakubwa na kukosa uwezo wake wa kuchuja hizo sumu. Ndio maana leo hii kuna mfumo wa dialysis, mtu anasafisha figo kwa kutumia mashine mbalimbali. Kwa hiyo figo ni ugonjwa hatari sana leo hii ambao unaongoza sana. Na ukienda hospitali mbalimbali kubwa, Muhimbili wapi, leo hii pamekuwa na wagonjwa wengi sana ambao wanasafishwa figo kupitia mashine. Ugonjwa hatari sana huu. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa mental health. Ugonjwa wa akili. Ugonjwa wa akili huu kwa sasa hivi zaidi ya watu milioni 1 wanakufa kwa duniani. Watu milioni 1 wanakufa kwa sababu ya ugonjwa wa akili. Ugonjwa wa akili zamani walikuwa wanafahamika kama ukichaa. Leo hii unaitwa mental health, ugonjwa wa akili. Mfano, mtu akifanya mauaji, hana maana mtu akijinyonga, na maana akili yake haiko sawa. Ugonjwa mwingine, ugonjwa wa 7 ni ugonjwa wa chakula, ugonjwa unaoharibu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Watu milioni 2.5 kila mwaka wanakufa kwa sababu ya huu ugonjwa wa mfumo wa chakula. Tukisema mgonjwa mfumo wa chakula unaanzia mdomoni mpaka kwenye njia haja kubwa. Kwa hiyo chochote kitachoathiri huo mfumo basi ni ugonjwa wa mfumo wa chakula. Mfano leo watu sumu ya constipation, chakula kimeng'enywa vizuri. Shida ni nyingi sana kwenye ugonjwa wa chakula. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa ini, na wenyewe unakuwa ni hatari sana kwa sasa hivi, kwa sababu ini na figo ni organ mbili ambazo zinafanya kazi kama zinategemeana. Ini inapokea sumu, inampatia figo. Sasa ini na yenyewe ni miongoni mwa magonjwa ambayo yameathirika sana kwa leo hii. Ugonjwa mwingine ni ajali za barabarani. Huu ni ugonjwa wa 9, ajali za barabarani. Watu zaidi ya milioni 1 wanakufa kwa sababu ya ajali mbalimbali. Leo hii ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba vijana kuanzia miaka 18 mpaka miaka 27, 30 wanapata ajali nyingi sana, wanavunjika viuno, wanavunjika uti wa mgongo. Kwa hiyo muda mdogo tu kijana na umri mdogo anakuwa ni kilema wa muda mrefu kwa sababu ya labda alikuwa na wahi anakoenda huko, lakini kumbe akishapata ajali basi hata huko anakotaka kwenda hatafika. Ugonjwa mwingine wa 10 ni uvutaji wa sigara. Zaidi ya watu milioni 7 kila mwaka wanafariki kwa sababu ya ugonjwa wa uvutaji wa sigara. Lakini mbaya zaidi, takwimu zinaonyesha kwamba wanavyovuta mtu sigara, wewe wa pembeni wake unaitwa second health smoker, mvutaji wa aina ya pili, ambayo yule akivuta sigara 5 wewe utakuwa unavuta sigara 1. Ule moshi unavyokuwa unakuingia, akivuta 10 wewe una 2. Na takwimu zinaonyesha kwamba watu milioni 1.2 kila mwaka wanakufa kama second smoker. Ni wale ambao wanavuta moshi ule, sio wavutaji wa sigara, lakini wanavuta ule moshi. Kwa hiyo hii ni orodha ya magonjwa 10 hatari duniani ambayo yanaongoza kwa vifo vingi. Jaribu kuyajua magonjwa haya kiundani zaidi. Mada zetu zinazofuata zitaelezea ugonjwa mmoja baada ya mwingine, nini chanzo chake, nini dalili zake, na nini suluhisho lake. Lakini kumbuka, suluhisho kubwa la magonjwa haya ni mfumo wa ulaji. Ukiweza kubadilisha lifestyle ya ulaji, ukafanya mazoezi, ukapumzika vizuri, ukala vyakula ambavyo vina virutubisho, hiyo ni suluhisho kubwa sana kwenye haya maradhi. Lakini sisi tuna program pia, tuna program maalum ya virutubisho lishe ambayo endapo utakuwa na shida hiyo, basi utaandikiwa hiyo program, utaitumia vizuri na utaweza kurecover maradhi haya. Kumbuka maradhi haya yasababishwa na mdudu wote, ila ni mfumo wa maisha. Nikutakie majukumu yaliyo mema.
endelea kutufuatilia zaidi katika majukwaa yetu, lakini pia kwa emergency unaweza kupiga namba hizi 07 69 86 50 74. Karibu na nikutakie majukumu yaliyo mema. Kumbuka, afya yako ndiyo mtaji wako namba 1. Asante.